Kambi ya madaktari bingwa chini ya mpango wa Mama Samia imewasili mkoani Iringa kwa ajili ya kutoa huduma za afya kwa siku 5 katika halmashauri 5 za mkoa huo. Madaktari bingwa 34 wamepokelewa rasmi na watahudumu katika halmashauri za wilaya ya Iringa, Kilolo, Mufindi, Iringa Manispaa na Mafinga, na huduma zitahusisha uchunguzi na matibabu ya magonjwa mbalimbali ya kibingwa. Zaidi ya wagonjwa 3,000 hadi 4,000 wanatarajiwa kuhudumiwa, huku wananchi wakijitokeza kwa wingi kufuata huduma hizo muhimu, na serikali ya mkoa imesisitiza ushirikiano kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutusaidia kuweza kusafiri kutoka maeneo tofauti tofauti na kuweza kufika Iringa, ambapo tunaenda kutembelea halmashauri 5 ambazo zote kuna timu ya wabobezi ambao wataenda kule kwa ajili ya kutoa huduma. Na timu ya wabobezi ambao tumeambatana nao, kuna madaktari bingwa katika eneo la wanawake na ukunga, kuna madaktari bobezi kwenye eneo la watoto wachanga, kuna madaktari bobezi katika eneo la usingizi na ganzi, kuna madaktari bobezi katika magonjwa ya ndani, kuna madaktari bobezi katika eneo la kinywa na meno, lakini pia kuna wauguzi bobezi ambao pia tuko nao mahali hapa, lakini pia kuna hospitali ambazo ziko mjini katika halmashauri wamepata pia upendeleo ambao watapata pia daktari bobezi eneo la pua, koo pamoja na masikio, ambayo ni daktari ambao nafikiri yupo ambaye atatuwakilisha mahali hapo. Aidha, nilikuwa napenda kwa kifupi pia niweze tu kutoa statistics ambazo zimetusaidia katika fezi yetu ya kwanza, ambao pia imetuletea matokeo chanya, ambao tumeweza kupata pia sapoti katika eneo la fezi ya pili. Kwa mukhtasari, katika mazoezi haya ya ziara au kambi za matibabu za madaktari bingwa Mama Samia, sisi kama hospitali na kama wananchi tumekuwa tukipata manufaa mbalimbali katika utoaji wa huduma za afya, na kikubwa zaidi ni ile kusogezewa huduma hizi za kibingwa karibu na maeneo yetu ambayo tumekuwa tukiishi. Ifahamike kwamba kabla zoezi hili watu walilazimika kusafiri mwendo mrefu kwenda kuzifuata huduma hizi katika hospitali aidha za rufaa za mikoa au hospitali za kanda au na taasisi. Lakini kwa ubunifu huu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba sasa hivi ni madaktari bingwa sasa, badala ya kukaa katika hospitali za rufaa za mikoa na za kanda, wao ndo wanatoka kwenda katika halmashauri, katika hospitali za wilaya hususan ambazo ziko katika maeneo ya vijijini kwa ajili ya kupeleka huduma hizi. Jambo hili limesogeza huduma karibu na wananchi, limepunguzia adha ya kusafiri mwendo mrefu kufuata huduma hizi, lakini kikubwa zaidi imepunguzia gharama, kwa sababu wanapokuwa wanapata huduma hizi gharama za matibabu zinawekwa kulingana na viwango vya hali za uchumi katika maeneo yao. Kwa hivyo jambo hili limekuwa na faida kubwa kwa upande wa wananchi katika sura hiyo. Lakini kwa upande wa hospitali, sisi kama wataalamu wa hospitali tumekuwa tukipata kujengewa uwezo wa kitaalamu katika kutoa huduma, kwa sababu hawa madaktari bingwa wanapokuwa wanakuja baada ya kuwa wamemaliza kutoa huduma, huwa wanajengewa uwezo watumishi katika kutoa baadhi ya huduma au kutumia baadhi ya vifaa tiba ambavyo ni vya kitaalamu zaidi na vya teknolojia ya kisasa ambavyo vinakuwa vimenunuliwa katika hospitalini, lakini unakuta watumishi walipo katika hospitali hawana utaalamu wa kuweza kuvitumia vile vifaa. Kwa hivyo madaktari bingwa hawa wanapokuwa wanakuja katika hospitali zetu za wilaya, wanawajengea uwezo watumishi, kuwaelekeza namna kutumia zile mashine na vile vifaa, kiasi ambacho kwamba baada ya wao kuwa wamemaliza zoezi lao, wanapokuwa wanaondoka, wale watumishi wanaokuwa wamebaki wanakuwa na uwezo wa kwenda kutumia vile vifaa kuweza kuendelea kutoa huduma kwa wananchi. Fupi ni kwamba tulichokifanya katika raundi ya kwanza, tunaenda kufanya muendelezo wa yale ambayo yalifanyika kwenye ile awamu ya kwanza, kwa sababu mgonjwa ukimwona pia kuna matibabu yanahitaji pia ufuatilizi. Kwa hiyo tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, kwa sababu hawa wagonjwa hawajaachwa wakielelea, kwa sababu kuna kufuatilia yale matibabu ambayo yanakuwa yamefanyika tangu awali. Mtangulizi alishasema hizi huduma zilikuwa hazifanyiki huko peripheral, kwa mfano kwenye wilayani, lakini sasa hizi kutokana na kwamba
kwamba rais ameweza kuziwezesha hizi hospitali vifaa tiba pamoja na madawa. Kwa hiyo hata madaktari bingwa tunaweza tukafanya hizi huduma za kibingwa kule kule wilayani. Tukisema peripheral, wengine wanaweza kwa peripheral ni wapi, lakini wilayani kuna wilaya bado ziko pembezoni na kule ni mbali na mjini. Kwa hiyo bado hizi huduma zinaweza zikatolewa kule. Kuna watu walipata huduma mara ya kwanza, bado tunaomba warudi tena kwa ajili ya kuangalia maendeleo yao, wamefikia wapi na kama kuna matibabu zaidi ili waweze kupata huduma kwa ufasaha zaidi. Ujio huu umekuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi na pia kwa wafanyakazi katika vituo mbalimbali vya afya. Kwani wananchi imepunguza kasi ya kutoa rufaa. Wapo ambao walikuwa wanapata rufaa kwenda mikoa mbalimbali, Dar es Salaam au Dodoma, lakini ujio huu wa Mama Samia umepunguza kasi kwa sababu wengi wanatibiwa katika maeneo haya na kupunguza makali pia ya uchumi pia na mambo mengine. Lakini pia ujio huu umekuwa na manufaa makubwa mno kwa watumishi katika vituo mbalimbali. Kwani wameweza kuongeza knowledge, kuongeza maarifa mbalimbali kutoka kwa madaktari bingwa pamoja na wauguzi bingwa. Kuna vitu vingi ambavyo wamevisahau, ambavyo pia walikuwa wakijifunza walipokuwa katika shule, lakini pia tunapokuja sisi kama mabingwa tunaweza kukumbushana na kuweza kuendelea kuelekezana ili kuweza kuboresha huduma za kila siku.